Watanzania wanatamani kujua maisha yalikuwaje hapa katikati ya mwaka 2022 na ni nini hasa dhamira ya wewe kutaka kuomba msamaha? Dhamira yangu mimi kwa majina yangu kama ulivyonitambulisha hapo mwanzo, naitwa Tumaini Mabula au maarufu jina Tumaini Chiru Mabula, lakini jina la Mabula nafupisha kwa sababu ya kutumia majina mawili. Ila mimi jina langu naitwa Tumaini Chiru Mabula. Mimi nilizaliwa sehemu moja kunaitwa mkoa wa Simiyu, Bariadi huko ambako ni tuseme kanda ya Ziwa, mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo kwa mjini hapa nilikuja kutafuta maisha tu. Lakini mwaka 2013 kama unavyojua baadhi vijana tukishapata mafanikio kwa sehemu tunakuwa na marafiki pia. Nikawa na rafiki yangu mmoja ambaye alinisababishia matatizo yalonipelekea kupata kesi ilonigharimu kukaa gerezani takriban miaka 9, ambapo mimi nilikuja kupata kesi ya mauaji. Yaani rafiki yangu nilimwazima chumba, baada ya kumwazima chumba akaenda na mpenzi wake ndani ya chumba changu, wakapigana ndani ya chumba. Mpenzi wake akapoteza maisha. Na wakati wewe ulikuwa wapi wakati? Mimi nilikuwa nafanya kazi Kariakoo. Nilikuwa nafanya biashara zangu Kariakoo. Almost mimi nilikuwa ni winga, lakini winga ambaye ana kabiashara kake pia Kariakoo pale. Kwa upande wa mambo ya vipodozi. Lakini hasa changamoto ilokuja kutokea ni kwamba kumwazima chumba kwa sababu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Baada ya kumpa chumba ndio akatokea hayo alotokea. Lakini Mungu alikuja kubariki mwaka 2022 mwezi wa 5 Mungu akabariki nikaja kutoka. Lakini baada ya kutoka hiyo 2022 kuna baadhi ya vyombo vya habari, sijui kama nitaruhusiwa kutaja majina, lakini nadhani naweza kusema tu kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo viliweza kunifanyia mahojiano. Baada ya kufanyiwa mahojiano na hivyo vyombo nilipata support baadhi ya Watanzania ambao wako ndani ya nchi na wengine ambao kama hususan watu wako Marekani, Uingereza na sehemu mbalimbali duniani huko ambao ni Watanzania na wengine tu wasiokuwa Tanzania walinishika mkono kwa sehemu, nikapata msaada mkubwa tu. Lakini changamoto ilikuwa sehemu moja kwamba nimetoka gerezani na kila kitu kwangu kilikuwa kigeni kwa sababu miaka 9 ni muda mrefu sana. Ilikuwa ni kitu kigeni kwangu kila kitu. Kwanza nikuulize hapo. Huyo rafiki yako ambaye alikusababishia wewe mpaka ukaenda mahakamani, mpaka hivi sasa hajafanikiwa kukamatwa wala alikuja kukamatwa. Alikuja kukamatwa na yupo gerezani. Kwa sasa kwa taratibu za magereza siwezi mimi kusema kwamba yupo gereza gani kwa sasa kwa sababu siwezi kujua, ni muda mrefu umepita. Na hujawahi kufuatilia labda? Sijawahi kufuatilia katika hilo. Lakini kwa mimi kama mimi hasa kitu ambacho kimekuja kunifanya nizungumze na nyinyi na Watanzania ni kwa sababu ya yale ambao maisha nimekuwa nikiishi au maisha ambao baada ya mimi kutoka gerezani nimekuwa nikiyaishi. Msaada wa Tanzania ulikuwa na support kubwa sana kwangu. Nilikuwa naweza kufanya kitu na nikafika mbali zaidi kwa sababu kuna watu walinisaidia mpaka nikapata chumba. Kuna watu walinisaidia nikapata godoro, nikapata na baadhi ya nguo. Lakini bado nilitamani kuwa na maisha yangu yale ya awali. Yaani kwamba niwe na maisha mazuri kama mwanzo, niwe na ghetto zuri lenye kila kitu kama mwanzo. Sasa ikanipeleka kukutana na watu ambao ni marafiki tu nilikutana nao gerezani. Nitakuja kulifafanua baadaye ili pia watu nitawashauri kwa baadaye. Nikakutana na watu ambao nilikutana nao Segerea huko. Wakaniambia, yani wakati ule sasa zile hela nimeshatumia. Cha kwanza nilikuwa ni mtu ambaye anatumia starehe tu. Yani nilitamani kujua kila kitu kwa sababu muda mrefu nilikuwa sijui, yani nilikuwa, kwa hiyo vitu vya nje nilikuwa natamani nifanye hiki, niende hapa. Kwa ile hela ulifikiria hata kuanzisha biashara? Yani nilifikiri kuanza biashara. Lakini biashara ambayo nilikuja kufikiria ni biashara ambayo kwa ile hela ni nyingi, alafu biashara nilofikiria mimi ndogo. Na baadhi ya hela nyingi nilitumia kwenye starehe. Kwa hiyo nikajikuta hela imekata, ndio naanza kufikiria biashara. Na biashara ambayo nilikuja kuifikiria ni biashara ya kuuza matunda. Nikaanza kweli kuuza matunda, lakini nikala hasara.
Nikaanza tena kuuza genge, nikala hasara. Kodi pale nilipokuwa naishi ikaisha, kwa sababu nilikuwa nakaa wakati ule Mbezi ya Msigani, Mbezi hii ya Kimara. Kodi ikaisha. Nikakutana na marafiki hasa, au marafiki wakaniambia wakati huo sasa, ambao ulitoka nao, ambao nilikutana nao gerezani, lakini hatukutoka pamoja, ila tulikutana nje tu. Okay. Kwa hiyo baada ya kukutana nao, kitu kilichofanyika ni kwamba wakaanza kuniambia kuna kazi wanaweza wakanifundisha. Kwamba mimi sifai kabisa kuuza karanga, kwa sababu wakati ule imefikia hatua sasa mimi natembeza karanga. Wakaniambia kazi kama hiyo wewe sio wa kufanya hivyo. Wewe mbona mwanzo gerezani ulikuwa unatuambia una maisha? Na ulikuwa na maisha yako. Leo kweli wewe wa kuuza karanga, sijui ulikuwa unasema unauza matunda, sijui nini. Kaanza kukushawishi. Sasa wakaanza kunishawishi, nikamwambia kazi gani mnaweza kunifunza mimi nikawa na maisha? Wakaniambia kazi ya kukufundisha sisi tunayo, ili utaijua mbele ya safari. Nikasema nitaijua mbele ya safari, ya kazi gani? Wakaniambia wewe unapoishi vipi? Kodi yako inasoma? Nikamwambia kodi yangu haisomi. Wakaniambia basi angalia namna ambayo wewe unaweza kufanya, lakini pia kazi inaweza kuanzia hapo unapoishi. Nikamwambia hapa ninapoishi inaweza kuanzia hapo. Usema kweli walikuja wakapaona pale namna mazingira ninapoishi, kwa sababu mimi nilikuwa na godoro na nilikuwa na nguo zangu tu na shuka nini na nguo zangu na vyombo vidogo vidogo. Walipokuja wakaona, wakaniambia lete hiyo funguo ambao uko nayo ya nyumba ya kwangu pale. Wakaiangalia funguo, wakaangalia vile vitasa vya milango. Walivyoangalia wakasema hii inaingia kwenye baadhi ya milango, hapa inaingia. Kwa hiyo wakaniambia target siku ambao watu hawapo, kazi ilianzia hapo. Kwanza godoro la watu pale tuliondoka nalo, godoro nakumbuka ni godoro na gesi ndogo tukaondoka nayo, vya watu sio vyangu. Hapo maeneo ambayo ulikuwa umepanga. Ambapo nimepanga. Sasa nafsi yangu iliniuma kwa sababu sijawahi kufanya hivyo na ndio mara kwanza kwenye maisha yangu. Kwa kitu cha pili kilichofuata baada ya kubeba vile vitu, tulipakia kwenye bajaji tu. Tukawa tumeondoka mpaka Tandale. Tandale tukufika, kwanza nikakutana na geto ambalo wanakaa watu sasa zaidi ya, yani wako 6. Yani mimi ni wa 6. Umeona? Geto moja. Alafu kuna wadada wale. Kuna wadada wengine walikuwepo kama 3 hivi. Mnakaa chumba kimoja. Hao wadada tu wamekuja pale, ni watu wao yani. Kwa hiyo sasa sherehe iliyoandaliwa pale, zimeandaliwa bangi. Mimi sitaogopa kutaja bangi hapa kwa sababu ni vitu ambavyo nilikuwa navitumia. Zimeandaliwa bangi pale. Zimeandaliwa pombe. Pombe hizi pombe kali. Na vitu vingine na vyakula. Lakini asilimia kubwa naambiwa ni sherehe ya kumpokea mtendakazi mpya, mwanachama mpya, mtumishi mpya kwenye chama chao cha ukibaka hicho. Kwa katika hivyo vitu, hata katika starehe zangu sikuwahi kutumia pombe, lakini nilijikuta natumia. Nilijikuta ni mtu ambaye naanza hasa kutumia, pamoja na kula zile starehe zote zile hela nilizosaidiwa, lakini sikusubutu kunywa pombe. Ila mara ya kwanza nikaanza kutumia pombe. Nikatumia pombe, nikatumia bangi kwangu nilipotumia kwanza nikawa naona dunia yani kama ya kwangu yani kama yangu yani, kwa sababu ni mara kwanza yani. Nikaona hiki kitu ni kigeni, ni starehe mpya. Nilikuwa sivuti sigara, kuanzia kuvuta sigara nilianzia hapo. Nikawa navuta sigara, nikawa ni mtu wa bangi, na kazi ya kwanza ukiacha kule nilikokuwa naishi, kazi ya kwanza ilianzia pale. Ilianzia pale kivipi? Baada ya kufika saa 3 usiku. Nimeshaleweshwa pombe, nimeshaleweshwa pombe na nimeshavutishwa pia hivyo vilevi kama bangi. Na kilevi kingine ni gundi ya viatu. Watu hawajui kama gundi ya viatu ni moja hapo ya kilevi kikubwa sana. Haunywi, ili unavuta ile hewa. Unaifunika kwenye, kama ushawahi kuwaona watoto wa mtaani, wanakuaga ile gundi wanaifunika kwenye chupa. Alafu baadaye anakuwa anavuta ile hewa. Kwa hiyo akivuta ile hewa inampa yeye kilevi cha yeye yani unakuwa unalewa. Anapata steam kabisa yani. Kama mtu ambaye katumia madawa kulevya au bangi vile vile. Inakuwa hivi. Kwa hiyo nikatumia hivyo vitu. Nikaambiwa natakiwa uchukue simu ya yule mtu pale. Mtu simjui from nowhere, simfahamu, anapita tu.
naambiwa nichukue simu. Alisema kweli, naambiwa usitetemeke, kwani si ushatumia vitu, unachoogopa nini? Nilienda, yule dada alikuwa ni mdada. Nikamwambia naomba simu yangu. Unaomba simu yangu kivipi? Wao wakaongea sasa. Ina maana sister uelewi unachoambiwa au inakuwa? Mlikuwa mnashirikiana. Umeona? Uelewi unachoambiwa au? Kuona timu ya watu wengine nyuma huko na sura zenyewe hazieleweki. Ikabidi yule dada anipe simu, anipe na pochi. Alafu nikamwambia tembea. Akatembea, na kuanzia hapo ndo alianza kuwa maisha yangu. Kuanzia hiyo mwaka 2022, nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 11. Yalianza kuwa maisha yangu. Nilianza sasa mimi, ukikutana na mimi mchana sionekani ovyo, lakini usiku naonekana. Yakawa ni maisha yangu, na pia yalikuwa ni maisha ambayo kwamba hata mchana nikionekana naonekana kwa sababu maalum. Mnaweza mkawa mko smart kabisa, mkaenda sehemu, lakini sehemu mnapoenda ujue kuna tukio. Lazima mtu aumie hiyo sehemu, lazima mtu aibiwe hiyo sehemu. Kwa hiyo wizi wenu ulikuwa wa mchana na usiku? Yaani wakati mwingine nilikuwa tunatumia pikipiki, bodaboda. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia baadhi ya sehemu ya vitu kama hivyo, tulikuwa tunatumia. Yaani kuhusu kwenye wizi, kama naweza kusema kama vishandu. Kishandu, nadhani neno kishandu unalifahamu, sio geni. Yaani mnapita mnaangalia foleni, actually inaelekea labda kama kutoka Posta kuja Bunju, Tegeta, ni sehemu ambayo ina foleni. Kwa hiyo mna target kwamba hapa ukisha kuwa na foleni, sisi tunapita pale katikati. Watafungua tu madirisha kwenye daladala kwa sababu ya joto. Si wako wengi? Wapo watakaojichanganya kuongea na simu. Kwa mtu anaongea na simu yake, anakuja kushangaa simu imeenda. Jamani, simu hasa atatupata wapi? Ashuke kwenye daladala, aanze kutufukuzia. Sisi tushaondoka. Sasa ilikuwa ni maisha yako hivyo. Lakini labda hapa katikati, baada ya wewe kutoka gerezani, hakuna ndugu ambaye aliwahi kukutafuta labda kukuuliza maisha yako? Mimi kuhusu ndugu kunitafuta ilikuwa changamoto. Mimi hakuna mwana ndugu yoyote aliwahi kunitafuta mimi kujihusisha na mimi chochote. Kitu kingine kuhusu familia yangu, waga nasema sipendaji sana kuongelea familia yangu kwa sababu ni sehemu ya maumivu ambao naishi nayo mpaka leo. Kwa sababu mimi ni mmoja wapo ya watoto ambao sijawahi kupata upendo kwa baba wala kwa mama kabisa. Wazazi wako hapo hai au walishafariki? Yaani ni maumivu. Yaani nikisema hivyo ushaelewa. Yaani nikisema hivyo tayari ushaelewa kwamba ni mtu ambaye niko mwenyewe kama mimi. Naishi kama unavyoniona. Lakini ni sehemu ya maisha ambao niko nayo. Na pia hizi tabia ambazo nilizoanza ilikuwa vigumu sana kunipokea mtu yoyote. Ilikuwa vigumu kwa sababu mimi nilikuwa nikikaa hata na wewe. Na pointi ni kitu gani uko nacho. Ujue kabisa ukinikaribisha tu, nikatengeneza ukaribu na wewe umeumia. Ilikuwa iko hivyo. Lakini nimeishi hivyo kwa wakati wote, nimeishi hayo maisha kwa muda wote. Lakini ndani yake ni majuto. Cha kwanza ni kunusurika kufa mara kadhaa. Sio mara moja kunusurika kufa. Asa nikisema mara 20 mara 30 ni kidogo. Ni mara nyingi. Ndani ya hii miaka mitatu ambao nimeishi hivyo, ni muda ambao nimeishi kwenye uhalifu mkubwa. Japo sikushika silaha kama bunduki kama nini, lakini kushika simu hivi visu hivi, bisibisi, nimeishi nazo. Na sikuwahi kumuua mtu pia katika uhalifu huo, lakini kuwapa watu majeraha nimeshiriki. Yaani mtu ili sasa amekataa kutoa mali yake, ni lazima nimjeruhi kidogo. Mtu mmoja tu ambaye mimi kwenye wizi wangu ama mambo yangu ya kazi hizo nilipokuwa nikifanya, ambaye nilimsamehe kabisa, hata mali yake nilimwacha naye. Nyinyi wadada huwa mna kawaida moja, huwa mnatembea na pochi zenu alafu ndani unaweka Biblia. Ndio. Sasa watu hao nilikuwa nikikuta kama ana kitu kama hicho, nilikuwa namsamehe kabisa. Naambia nenda. Yeye mwenyewe anashangaa, japo makofi kashakula, lakini anashangaa mbona kaniacha. Alikuwa ametumwa tu anipige au inakuaje? Nilikuwa hivyo. Lakini ni maisha ambayo pia yana majuto makubwa sana. Kwa sababu kwanza
unakuwa hauna uhuru pia kijamii. Yaani mimi ni mtu ambaye nilikuwa siko kama hivi ambavyo tunazungumza na wewe au naongea na Watanzania, nilikuwa siko hivi. Okay, naweza kusema kwamba ilishafika stage sasa wewe sehemu ambako unaishi mpaka watu wakajua kabisa huyu ni mwizi. Mazingira ambao nilikuwa naishi, kama mimi nilikuwa nakaa uwanja wa ofisi Tandale. Nilikuwa nakaa uwanja wa ofisi Tandale na ndio ilikuwa sehemu zangu. Uwanja wa ofisi hata wewe tukienda na wewe sasa hivi. Hata nikakwambia tuongozane mimi na wewe sasa hivi nikakwambia twende tu. Hata kama nimevaa hivi. Pamoja nimenyoa manywele nilokuwa nayo lakini hakuna mtu atakaye kukaba ukiwa na mimi. Unaweza ukashangaa mimi nilikuwa kibaka, nilikuwa nakaba. Kwa nini sina kovu? Unajiuliza hilo swali pia. Kwa sababu mimi wale wenzangu kwao nilikuwa ni kama moto. Nilikuwa natumia AKA ambao unaitwa master. Umeona? Master ni mtu ambaye mimi wewe si kibaka au wewe umeibiwa simu, mfano kama labda brother hapo au ameibiwa simu yake, aje aniambie mimi, akanipa labda 20,000 30,000 kwamba anaitaka apate simu yake. Mimi namwambia subiri, una uhakika nipe kabisa hela yangu. Mimi nikienda namuuliza tu yeye huyu kwamba alokuchukulia simu au wewe nakuuliza kwamba yukoje, yuko hivi, nakwambia subiri dakika 5. Unakosha mjua. Wewe tulia hapo. Mimi najua kwa sababu nilikuwa najua kwamba ni mtu gani ambao wana tabia za kuchukua simu, anavaaje na nini najua. Kwa hiyo namfuata mtu namwambia bana sikiliza, unamchukulia simu yule familia yangu. Unajua kauli za kiuni, namwambia yule familia. Sasa ile simu mimi nataka irudi. Brother mbona mimi nishai flash na line nishatupa ndo natafuta mteja, namwambia hata kama nipe sasa hivi hapa pita hivi. Au wakati mwingine naweza nikamchukua nikamwambia wewe mrudishie simu yake huyo. Sasa tukienda brother atanipeleka street police, namwambia basi kama ni hivyo nipe hiyo simu nimrudishie mwenyewe. Walikuwa hawakuzingui kwa sababu na wao walikuwa kwenye, inategemea na kwa sababu mimi nilikuwa na timu. Kwa hiyo mimi kunizingua ni shida au kuniletea shida ni shida, kwa sababu mimi na watu nyuma yangu ambao wananiogopa na nina watu ambao wananiheshimu. Kwa hiyo wanajua kabisa yule pale, hata nikienda sehemu, mfano mimi leo hii kuna sehemu, kuna namba ambazo vijana wale ambao tumeishi maisha ya kitaa kama Tandale, sehemu za wauni huwa tuna zile kodi kwamba mimi nikifika mfano kama Kawe nikataja labda mtu akataja tu jina langu, nimeagizwa na master, akitaja hivyo wanamjua master ni nani. Tayari wao wenyewe kama amefuata bangi kama nini atapata kutokana na nini na jina alolitaja yeye, ile inakuwa kama ni kodi namba. Umeona? Kwa hiyo akienda sehemu yoyote, sehemu ya wauni, ndio maana kuna jambo moja hawa watu nazungumzia kama siri zao, kwa sababu mimi sasa hivi nishajitoa huko, kwa sababu moja, kuna kitu kimoja kinaitwa minanda. Kama ushaisikia mnanda? Mnanda nafikiri watu wengi wanaoishi Dar es Salaam wanaelewa nini maana ya mnanda. Mnanda ni mziki fulani hivi wa asili. Ni mziki wa asili. Lakini ule mziki unakuwa mnanda, unatokana jina mnanda kwa sababu kuna kinanda pia pale. Umeona? Na pia kuna ngoma zipo pale. Lakini katika ule mnanda kuna kusanyika vijana ambao ni wa mitaa tofauti, ambao ni wauni. Wengine watatoka Tabata, wengine Kigogo, wengine Buguruni, wengine wapi, wanakutana labda Manzese pale, wengine kama Mwananyamala wapi wanakutana pale, wengine Kinondoni shamba huko, sehemu za wauni. Kama ni shule. Wanakutana pale. Ile inakuwa ni mziki ambao wameuandaa wao. Okay. Lakini pale wanapokutana pale ni sehemu ambayo sasa kunapigwa ule mziki, lakini vitu vinavyotumika pale ni bangi, sigara, pombe kali, vitu kama hivyo. Na kuna majina katika wale waimbaji wanakuwa wanayataja pale. Wanakuwa wanataja mfano kama mimi, Master Boy. Au Master Plan. Maana yake akitaja hilo jina, au watu wengine ambao ni wauni wengine huku wanakuwa wanajiuliza kwamba hilo jina la Master, hiyo namba chafu. Hiyo namba haifai kabisa. Yaani wewe ukikutana naye kimbia. Kwa hiyo hizo issue mlikuwa wanaanzisha kwa misingi gani? Hiyo wanaanzisha kwa misingi kwa sababu ni kama sherehe zao za wauni. Ni sherehe tu za wauni. Sherehe nyingine zinakuwa zimeandaliwa labda kuna shughuli ya mtu
mtu anaolewa au anaozesha na nini, zinakuwa hivyo. Lakini baada ya mwisho wa shughuli hiyo, kinachofuata ni wizi. Yaani kwamba watu ikishafika usiku sasa, hapo hamna anayesalimika. Yaani ukikutana nao kimbia, umeona. Na kitu kingine, kumekuwa na hii miziki, sisemei miziki ya Segeri kwamba vibaya. Wanaoimba wenyewe hawana shida. Lakini mimi nimesema waangalie na mashairi ambayo wanayatumia, kwa sababu kuna mashairi wanayatumia pia wanaelewa maana yake, kwamba kama mfano kuna kijana mmoja nisijomtaja jina, nimekutana kwa sababu nimeshiriki katika hizo wizi naelewa. Inafika muda fulani mtu anasema mida imefika saa 7 saa 8, anaanza kusema kwamba mida ya kuchomoa zuna. Kauli hizi zimekuwepo. Sasa hiyo mida ya kuchomoa zuna ueleweki pale, umeibiwa. Yaani ueleweki tu, usomeki, umeibiwa. Kwa sababu mida ya kuchomoa zuna ni watu wanatoa kama ana kisu, kama ni nini. Sasa wewe kwenye ule mziki unahisi tu ni kama usijipendekeze kwamba unacheza katikati alafu ukaenda pembeni, umeisha. Mida ya kuchomoa zuna ni mida watu wanaibiwa. Sasa hao wanaoimba wenyewe wanaposema hivyo wanakuwa wanaelewa maana yake, kwa sababu wanaoamuru sasa wale wauni wafanye ule ubaya. Lakini pia ni sehemu ya maisha ambayo ni yana majuto makubwa sana ndani yake. Mfano kama mimi leo hii mpaka na diriki kuongea na Watanzania kukiri yale ambao nimeyafanya, ni maana yake naishi kwa maumivu makubwa na majuto makubwa, kwa sababu mpaka leo Tumaini Mabula mimi kulitafuta kanisa pasipo kulazimishwa na mtu, pasipo kuambiwa na mtu kwamba nenda kanisani. Mimi mwenyewe kwa ridhaa yangu, nikawa najiuliza sasa mimi, na inafikiri watu wengine washaenda kuniripoti polisi, kuna kijana alishakaaga gerezani huko na hivi, pengine hawakueleweka, lakini ilikuwa ni uhalisia kwamba nilikuwa nawaibia kweli. Na wengine waliniamini, mtu anakuangalia, huyu ashakaaga, nishamuona kwenye mtandao fulani, kwenye TV fulani anaoneshwa ni mtu alitoka gerezani na nini, lakini akijisahau nimemuibia. Nilikuwa naishi hivyo. Sasa ni maisha ambayo leo hivi nimelitafuta kanisa kwa sababu naishi kwa maumivu. Pia naishi nikiwa sina furaha. Kachana na kanisani, ulienda labda kituoni, serikali za mitaa kwa ajili ya sehemu kama hizo. Baada ya mimi kufika kanisani, cha kwanza nilimuuliza mchungaji kwamba nitakachokuambia usije ukanipeleka polisi. Ndio kitu cha kwanza ambacho tuliongea. Akaniambia, kwa nini kupeleka polisi? Kwani wewe ni nani? Nikamwambia, hata wewe nikikwambia usiniogope. Baada ya kumwambia sasa, akaniambia niambie, mimi ni mtu wa Mungu, naweza kuhifadhi nini? Siri zako. Sisi wachungaji hatupaswi kutoa siri ya mtu nje ya mioyo yetu. Yaani kwamba ukiniambia kitu natakiwa nikihifadhi mwenyewe kama mwenyewe. Kwa hiyo kuhusu serikali za mtaa, baada ya mimi kuongea naye, cha kwanza alinipa nauli ya kurudi nyumbani. Nilimuomba nauli kwamba mimi nataka nirudi mkoani kwetu. Lakini baada ya kwenda nyumbani kwetu, maisha ya ndugu zangu hawakutaka kunipokea, kwa sababu hawakuwa washapata feedback kuhusu mimi kwamba yule sasa hivi atakuwa ashakuwa mtu hatari. Na pia kitu kingine, CV yangu ya kukaa gerezani ilinipelekea kwamba wale ndugu zangu wasiniamini tena, wakanikataa. Kwa hiyo nikataa kwao, ikanibidi sasa nirudi Dar es Salaam kwa hasira kwamba nikirudi Dar nitakuwa zaidi ya vile nilivyokuwa. Lakini baada ya kufika Dar nikatamani kurudi kwenye yale maisha, lakini nikafikiria kama nimeenda nimetubu kanisani, huenda nikifanya nitakufa. Nimenusurika kuchomwa na watu mara nyingi, nimenusurika kukamatwa na watu, kupigwa. Halafu unakuta mdada kama wewe anajichanganya maelezo yake, kwa sababu mtu kujieleza mbele ya watu wengi na yenyewe ni changamoto. Sasa anatamani aeleze kwamba huyu kanichukulia simu yangu, mimi na change pale nasema, bana sikiliza, huyu sio kwamba nimemuibia wala nini. Huyu ni mwanamke wangu, tumegombana ndio maana niitia mwizi. Umeona bana? Kumbe hanijui, hanifahamu. Sasa umeniuliza kuhusu serikali za mtaa na polisi, baada ya mchungaji kurudi mara pili, vile alivyonipa nauli, nikaenda. Nilivyorudi mara pili, nikamfuata, nikamwambia, pastor, sihitaji unipe pesa wala nini. Cha kwanza nahitaji uniombee. Kitu kingine, natamani unisaidie jambo moja tu.
nipate mahali pa kukaa. Yaani hata kama nitalala chini kama hivi. Lakini nipate sehemu ya nini? Ya kukaa. Yaani nipate chumba. Alafu kama utaniunganisha na watu, nitakuwa nafanya kazi hata ya saidia fundi. Niko tayari, nimesalenda. Sitaki tena kufanyaje? Kufanya ubaya wote ule. Niko tayari kabisa kufanyaje? Kufanya kazi kama watu wengine. Kwa hiyo baada ya kumwambia hivyo alinisikiliza. Akaniambia, unajua kwanza ulivyoniambia mwanzo nilianza kukuogopa. Cha kwanza mchungaji wangu sijui kama nilimshangaza au nilimuogopesha. Akaniacha kama dakika 3 au 5 hivi. Yeye akaingia ofisini kwake, akaniambia subiri. Lakini alivyorudi akashangaa mimi nimeshajua choo kilipo, nimeshaoga na nimeshabadili kwa sababu nilikuwa na begi langu dogo. Nimeshabadilisha na nguo kiasi cha kwamba alipiga hesabu kaji dakika 5 aoge abadili nguo, yani kuingia na kutoka yeye kashabadili na kasharudi hapa. Akaanza kuogopa. Lakini nikamwambia usiwe na hofu, mimi siwezi kufanya ubaya tena. Kwa hiyo akanipa hela kwa siku hiyo, nikaenda kulala lodge. Nilipolala lodge na kesho yake nikaenda kulala lodge, huku process za kuanza kutafuta chumba zikiwa zinaendelea. Kwa hiyo baada ya hapo akanipangishia chumba, lakini kabla ya kunipangishia chumba aliniambia na ashalipia chumba na mkataba upo. Na mkataba upo kabisa na ninao umeandikwa jina langu. Na kama mkitaka kuona nitawaonesha. Lakini baada ya hapo akaniambia sasa kwamba mimi ni mchungaji, wewe ni binadamu. Kuna leo na kesho. Unaweza ukalala, ukaamka umekufa. Nitakupeleka wapi? Na ndugu zako kama hivyo unadai washakukataa, nitafanyaje? Kwa hiyo baada ya hapo sasa mchungaji akawa ameagiza mtu akanipeleka serikali za mtaa. Kaenda serikali za mtaa, tukazungumza na mwenyekiti akaniandikisha kwenye daftari la wananchi wa maeneo haya. Na pia akaniuliza maswali. Baada ya kukaa sana nikaona swala la serikali za mtaa kwangu sio rafiki, kwa sababu ni rafiki lakini pia lina nguvu, lakini halina nguvu sana kwa wale nilowafanyia ubaya. Kilichofuata ni kwamba nikawa nakutana na watu sasa. Umeona? Kuna biashara fulani nilianza, biashara ya niko Kariakoo kule sasa hivi natembeza maji na pia sasa hivi niko kwenye mchakato kidogo, nitaanza ka biashara hata ka kuuza chakula, kwa sababu biashara ya chakula naona inalipa. Sitaki kufanya biashara ya kuuza pombe, bia au chochote. Nataka tu niwe invest kwenye vitu halali ambavyo ni vizuri hata kijamii. Kwa hiyo baada ya hapo akaniwezesha mtaji, nikaanza kufanya biashara ya kuuza maji Kariakoo. Shida ikaja sasa, kila nikikutana nao ambao nimewafanyia ubaya, nimeshanyua zile dread, nimejiweka sawa. Pia hata mavazi hayo unavyoona nimebadilika, nilikuwa sivaa hivi, nilikuwa na nguo za kiuniuni tu. Lakini bado shida ilikuwepo. Nikikutana nao wao wengine wanasema wananipeleka polisi. Mtu mnafika mbele anasema mimi sikupeleki polisi. Anaamua kuchukua simu, labda kama unakaa simu, anachukua hela zote ulizokuwa nazo. Sasa nikaona kwamba nitakuwa nafanya kazi ya kutwanga maji kwenye kinu. Yaani kwamba kumuelezea mtu kwamba si. Yaani unamwambia mtu akuelewe, anasema hata nikikupeleka polisi hata kama ikiweje, kwa sababu wakati ule nilikuwa sijakili polisi. Na situation nyingine nilikuwa naogopa polisi. Nilikuwa nasema sasa nikienda polisi mimi nishakuwa mwizi itakuwaje? Lakini kuna jambo moja nikakumbuka kwamba polisi wao hawana tatizo na mtu anaojisalimisha kwa kukiri dhambi zake mbele yao. Kama nimekiri kanisani, kwani polisi niogope vipi? Sinataka kuwa raia mwema, sinataka niishi kwa amani. Nikasema mimi nataka niende polisi. Kamshirikisha mchungaji, nikamwambia baba, mimi hata mtaji ulionipa nakula hasara. Kwa nini mwanangu? Kwa sababu nikamwambia kila ninachokipata nakutana na wale watu wananyang'anya, narudi tena yani nakuwa sina kitu. Ndio. Sasa hiyo inakuaje sasa? Nikamwambia ili niwe na amani zaidi, tunaweza kwenda polisi. Tukaenda polisi, kituo cha Salasala pale, na hata namba ya yule askari wa pale ninayo, ambao ni OCS wa pale, anaitwa Afande Hassan. Sijui inaruhusiwa kutaja jina la mtu, naona kutaja sio vyema. Sawa. Ni sawa. Kwa hiyo nikawa sasa tumeenda pale, akatupokea kiongozi pale, afande.
Akamweleza kwamba kijana ni mtu yuko hivi, na mimi mwenyewe nikajieleza kwake, na baada ya pale akanikabidhi mtu. Maongezi mengine siwezi kuyasema hapa. Kunikabidhi mtu nikamweleza kwamba mimi ni nani. Wakaniambia basi muulize vizuri ili umkabidhi kwa mchungaji pia akiwa salama. Kwa hiyo nikawa nimehojiwa pale, nikajieleza mimi ni nani na nini, nikasema ule uhalisia wangu kwamba mimi jamani nilikuwa mwizi, nilikuwa sifai, nilikuwa kibaka. Nikasema. Sasa pamoja na kusema hivyo wakaniambia basi sawa, tutakuwa kwenye uangalizi wetu na baada ya muda kama ikiwezekana tutakuangalia kwanza tujue kweli umebadilika. Maana kuna watu wanaweza akabadilika alafu wakasema wamebadilika, wamekiri polisi, kesho wanaenda kufanya tukio kubwa zaidi. Kwa hiyo tutajithibitishia hilo, alafu tunaweza tukakupa, hata waliniambia wao waga wana vile vibali vya raia mwema. Kwa hiyo kama wakunipa wanaweza wakaja wakanipa. Hiyo ilikuwa ni muda gani hapo ulivyoenda kujisalimisha? Sasa hivi almost ni kama sasa tuseme kama mwezi umepita. Ni kama mwezi mmoja umepita. Okay. Kwa hiyo baada ya pale kufika pale nikawa sasa nimejisalimisha kwao. Nafikiri mwezi bado haujaisha, kama wiki. Ikiisha wiki hii au kikamilika mwezi huu wote utakuwa umekamilika mwezi na siku kama 2 au 3. Kwa hiyo sasa baada ya kufika pale kajisalimisha ikawa iko hivyo. Lakini pia kwa mimi kama mimi nikawauliza swali. Nikawaambia, afande, mimi nimefanyia ubaya watu wengi. Ndio. Na pia mimi nataka niwe funzo tu kwa wengine. Nataka wengine kuwatoa pia kule waliko, kuwaleta huku ambako nimeamua kuja. Sasa je, naruhusiwa kuzungumza kwenye media nikiri dhambi zangu kwa Watanzania? Kwa sababu mimi sitaki tena kufanya ubaya. Na hata Watanzania niliowafanyia ubaya ambao wananiangalia hapa na wananisikia hapa kwenye hii Manara TV, nawaambia kabisa ndugu zangu, Watanzania wenzangu, pale ambapo nimewakosea, na sio pale ambapo nimewakosea, nimewakwaza sana watu wengi, nimewafanyia ubaya watu wengi, nisamee sana na naomba radhi kwenu katika hili. Ninakiri kwenu haya kwa sababu najutia ndani ya nafsi yangu, ndio maana nimeamua kumrudia Mungu, nimeamua kurudi kanisani, na naahidi kuwa kijana mwema na kuwa raia mwema, na nitakuwa mtu mwema kwa Watanzania wote. Lakini pia mimi kama mimi natamani nianzishe foundation. Hii foundation natamani ingeitwa kwa jina langu kabisa, Tumaini Foundation. Kwa nini nataja Tumaini Foundation? Kwa sababu hii foundation yangu, cha kwanza kitu ambacho nataka idili nacho, nataka idili na wao watu ambao walikuwa jamii yangu. Mtu yoyote ambaye anataka kukiri, kusema, si kwamba simwambii aje kwenye media akiri, lakini kama yeye anahisi ndani ya nafsi yake anatamani kubadilika, nitataja namba yangu hapo. Namba yangu nitakaotaja atanipigia simu, nitataja namba zangu na namba 2 nitazitaja hapo. Nitakapotaja hizo namba atanipigia simu. Hiyo simu atakaonipigia, kama atakubali twende polisi, cha kwanza tutaanzia kanisani. Tutakapoanzia kanisani, kanisa letu linaitwa AGC. Kama mwingine ni dini tofauti, labda ni Muislamu. Hata kama ni Muislamu, msikitini mimi simzuii asiende. Lakini mimi na yeye tukionana, sisi Watanzania ni wamoja. Sisi Watanzania, hata Mwalimu Nyerere alisema hatuna udini. Udini wetu ni tunashirikiana. Mbona Wakristo Waislamu wanakuja kwenye misiba? Akifa Mkristo, kwani Mkristo akifa Muislamu, mimi kwenye msiba wa Muislamu siruhusiwi kwenda? Si naenda hadi msikitini, ikiwezekana naweza kuingia. Na Waislamu hivyo hivyo wanakuja kanisani, wanaenda wapi hivyo. Kwa hiyo mimi sitoweka udini au ukabila kwamba mimi ni Msukuma basi ninaotaka kuwasaidia ni Wasukuma wenzangu, hivyo vitu sitoweka. Na unawaambiaje wale ambao ulikuwa nao karibu, ambao mlikuwa mnashirikiana? Kitu ambacho mimi naweza kuambia ni jambo moja tu, kwamba kuna maisha baada ya hayo. Kufa kibaka na kufa ukiwa hujamdhulumu mtu ni vitu viwili tofauti. Ukifa umedhulumu mali ya mtu au ukifa umewawa na watu wengi, halafu nukta yako imewekwa pale mwizi,
hata kaburi lako linakuwa halina CV. Kaburi la mtu ambaye amekufa kwamba alikufa na HIV, yeye alikufa na HIV lakini hakumuibia mtu. HIV si anaweza kupata mtu yoyote tu. Hata kama haufanyi dhambi za wanawake huko uzinifu, unaweza kupata. Lakini nukta kufa kwamba wewe umekufa ulikuwa mwizi, umekufa umewawa na wananchi, umeona, ni nukta mbaya sana. Kwa hiyo ushauri wangu mimi kwao, jambo la msingi wabadilike, wamrudie Mungu. Jambo kubwa ni kumrudia Mungu na kutubu dhambi. Mungu anasamehe 7 mara 70. Mfano kama mimi mchungaji nilimwambia jambo moja, baba yangu wa kiroho anaitwa mchungaji Sosthenes, lakini nilimuuliza swali siku ile ya kwanza tunaonana, je, mtu kama mimi ambaye nimewaibia watu mamia watu naweza kusameheka? Akaniambia, yani wewe dhambi zako umewaibia watu, hata hujamuua mtu, ile umewaibia tu watu. Akanitajia mtu mmoja alikuwa anaitwa Sauli. Akaniambia, nimekariri mpaka leo sikusahau, kwa sababu aliloniambia nikashangaa sana. Aliniambia Sauli ni mtu ambaye yeye kwenye maisha yake alikuwa sasa yeye haui tu mtu mradi wewe mtu, anaua watu ambao wanampenda Mungu. Yani anajua kabisa huyu, kama kwenye Uislamu kuna mtu anaitwa ni nani? Musa? Sio Musa. Anaitwa Omari. Ni hicho kitu nishai kukisikia kwa Uislamu. Anaitwa Omari. Anaitwa Sidina Omar hivyo. Na nimeclaim kabisa. Sasa huyo naye alikuwa yeye anaua watu ambao ni Uislamu tu. Lakini pia na huyu Sauli alikuwa anaua wale watu ambao wanampenda Mungu. Yaani wale watu ambao wanajua kabisa huyu ndo mchungaji, yeye ndo anamuua. Okay. Labda kwa kumalizia, labda Tumaini, labda unatamani kuwa na familia, mke, watoto? Ndio maana ya mabadiliko, kwa sababu sasa hivi ni kijana ambaye na umri wa miaka, wakati ule natoka gerezani nilikuwa na miaka 32. Sasa hivi ni kijana ambaye mwaka 2026 hii. Ukiangalia toka nimetoka ni miaka 3 na miezi mingi imepita. Sasa hivi na umri wa miaka 36. Lakini umri nilokuwa nao ni umri ambao nataka sasa kuwa na familia. Nimeangalia vitu vingi, ndio maana nimebadilika, kwamba umri wangu nikifika miaka 40 ndio picha limeishia hapo. Nikifika miaka 45 ndio maisha yangu yameishia hapo. Kwa sasa hivi natamani niwe baba bora, niwe baba bora kwa familia yangu, baba bora kwa mke wangu ambaye Mungu atanibariki kuwa naye. Lakini kitu kingine mimi nasisitiza sana kwamba baadhi ya vijana wenzangu ambao bado kwenye hayo maisha nataka wabadilike, kwa sababu hata mimi baba yangu aliniambia kwamba baba yangu ambaye ni mchungaji wangu ambaye ni Sosthenes, wa mchungaji kiongozi wa kanisa la AGC, kwamba hata wakina Sauli hao wakina Sauli waliua watu wengi, lakini Mungu alikuja kuwasamehe baadaye. Kwa hiyo wasijione yale majuto yao au ule ubaya wao ambao wameufanya wakaona kwamba hawezi kusameheka. Pia kitu kingine, kama mimi nimepokelewa na jeshi la polisi, sisemi kwamba mimi nitakuwa chambo. Mimi sitaki kuwa chambo eti mtu niende naye polisi aseme wameningangania yule nimekuwa sababu. Hapana. Hata polisi wenyewe wanajua jambo langu. Umeona? Ndio maana hata mwanzo uliniambia kwamba sasa tutaaminije kama umejisalimisha polisi. Umeona? Mimi naweza kumpigia hata afande, mkazungumza naye na yeye mkamsikia anasemaje, kwamba nilifika kweli kituoni kwao au ilikuwaje. Hivyo nilizungumza kweli yangu kwamba mimi nilikuwa mwizi au ilikuwaje. Lakini nasisitizia swala la hii foundation, Tumaini Foundation, na sina fedha za kuanza kwamba nitaanza na hiyo Tumaini Foundation, lakini ningeomba kwa Tanzania na kwa nyinyi wanahabari, kwa hili swala langu, kuna baadhi ya watu wana makampuni, kuna haya makampuni ya mitandao wana support sana hivyo vitu. Mimi natamani kuwa support hao vijana na wale wanaotoka gerezani wakiwa hawana direction, kwa sababu mimi mmoja wapo ya jamii ya watu waliokaa gerezani. Natamani kusaidia, yani kwamba anapotoka gerezani hana mwelekeo, hajui aanzie wapi. Mimi nataka hasa niwe chachu ya yeye kumfanya
apate msingi, apate hata makazi, apate hata pa kuanzia maisha yake. Na jambo lingine ni kwamba yule ambaye ataweza kunisapoti, Tumaini bana, sikiliza, hiyo foundation yako unaoanzisha siimaanishi kwamba hizo hela ndio nitakuwa mimi sasa nakula mimi au nafanyaje. Hapana, zitakuwa zinaingia kwenye mfuko maalum, japo hizi namba nimesajiliwa na mtu kwa sababu bado sijapata NIDA yangu kwa sababu ya mazingira nilokuwa nayo, lakini ni jambo ambalo zitakuwa na mfuko maalum wa kikanisa, kwamba hizi hela zikipatikana zinahifadhiwa kwenye huo mfuko. Kwa wale ambao watatuma kwenye hiyo namba, wakitaka pia kuna namba nyingine ambao tutaianzisha kwa baadaye. Najua baadaye tutawaita waandishi wa habari kwa wingi zaidi siku tunaizindua hiyo foundation. Hii tunataka tuwasaidie vijana, na hao vijana mimi nataka wawe na ukiri wa kweli. Kupitia mimi nataka vijana wenzangu wabadilike. Nataka pia na Watanzania ambao pia mmeingia kwenye hayo maisha ambao mimi nimeingia, nataka basi yani muweze kubadilika, muwe kama Tumaini, kumrudia Mungu. Unajua ukitubu mbele za Mungu, ukatubu mbele ya jamii, ukatubu kwenye serikali yako kwamba mimi nilifanya ubaya, inakuletea interest ya kuishi na watu vizuri. Yeah. Sawa, shukrani sana. Mimi kuna jambo lingine pia mwandishi, ningependa nilimalizie kwa kusema kwamba mfano kama labda mimi ningeomba serikali za mtaa, serikali za mtaa kwa nchi nzima, serikali za mtaa kwa nchi nzima, kuanzia wajumbe kama mjumbe wa serikali za mtaa, mwenyekiti, mtendaji, hili jambo walifanyie kazi kwa vijana. Kwa nini nasema kwa vijana? Kwa sababu ningependa wasizalisha kina Tumaini wengi kama mimi, yani kuwa kina Tumaini wengi kivipi? Wale vibaka wengi. Kwa nini nazungumzia hivyo? Kwa sababu hayo maisha nilokuwa naishi ni maisha hatari. Pia wajaribu kuangalia formula ya kujua watu kwenye mitaa yao. Kwa nini nasema watu kwenye mitaa yao? Kwa sababu wajue orodha ya majina ya kwamba huyo anafanya kazi wapi. Mfano kama Tandale pale kuna guest zipo. Sipo guest. Sisemi kwamba hao watu nawachomea. Hata nyinyi jamani, watu wa Tandale mnisamee, siwachomee, lakini nafunguka haya kwa sababu ya tusaidizane na nyinyi mbadilike. Kuna gesi zipo pale Tandale. Ndio. Kuna vijana sasa hivi wamelala. Kuna nyumba ziko pale Tandale. Kuna wamelala, kuna vyumba watu wamelala sasa hivi. Ukifika usiku wanatokeza, wanaanza kufanyia watu uharibifu. Sasa ningetamani wangejua kwenye mitaa yao, kwa sababu kama mjumbe, kama uwanja wa ofisi pale kuna nyumba zaidi ya 100. Na maana kuna wajumbe zaidi ya 10. Wako 10, maana yake nyumba 100 ni wajumbe 10. Si mjumbe ni nyumba 10 tu, mjumbe wa nyumba 10, si ndio? Inatakiwa wajue katika zile nyumba kwamba huyu ni kijana, unajishughulisha na nini? Sawa, wewe labda umepanga chumba. Unaishi wapi? Kazi yako ni ipi? Wajue, kwa sababu wakiwajua hao watu, haya mambo ya ukabaji, wizi yatakuwa yameondoka sana. Lakini kama wasipowajua hao watu kwamba wanafanya nini, ndio tunapata hawa akina Tumaini sasa, kwamba tunazalisha vibaka, na hao vibaka ndio hao wanakuja sasa wenyewe kufanya uharibifu zaidi. Sawa. Kwa hiyo ningependa labda kama naweza kutaja namba yangu pia hapo. Okay, sawa. Inawezekana. Namba yangu ndugu wa Tanzania ni 07 98 35 36 57. Na nyingine hii hapa ni 07 84 86 36 80. Hizo ndio namba zangu. Mtu yoyote ambao utaguswa na hili, aidha kusapoti kuhusu hilo ninalolisema la kuwasaidia vijana wenzangu, au wewe ambao unaguswa na mimi kwamba bana mimi nitabadilika niwe kama wewe, nibadilike kuondokana na huo wizi, na kuomba piga kwa hizo namba, napatikana masaa 24. Asanteni sana.
Nashukuru sana. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia. Kama tulivyomsikia hapo ndugu yetu Mtanzania mwenzetu Tumaini ameweza kuomba radhi kupitia Watanzania, lakini nimpongeze sana kwa hiki ambacho pia anataka kukianzisha, kwa sababu kitahamasisha vijana wengi kuweza kubadilika na kuweza kumrudia Mungu kwa namna moja ama nyingine.